Mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufuata taarifa hizi za habari. Kwanza vichwa vya habari zenyewe. Tangu asubuhi ya siku ya kwanza kuna mapigano kati ya wapiganaji wa Wazalendo na wanaoshirikiana na jeshi la Kongo na vikundi vya kujilinda vya Twirwaneho wa shirika wa AFC M23. Mapigano yanafanyika Rugezi katika eneo la juu la Minembwe katika mtaa wa Fizi. Wapiganaji wa AFC M23 wamerudisha nyuma wapiganaji wa Wazalendo wanaoshirikiana na FDLR katika mji wa Nyamilima hii asubuhi. Shughuli za kijamii na kiuchumi zilisimama na mtoto mmoja ameuawa katika shambulio hiyo. Viongozi wa AFC M23 wameanzisha rasmi mashindano ya amani Jumapili, ikionyesha kurejesha kwa mpira baada ya kusitishwa kwa muda wa miezi mitano. DC Virunga na AS Kabasha wameingia nusu finali baada ya ushindi wao. Mapigano makali yanaendelea tangu asubuhi hii Jumatatu tarehe 9 Juni 2025 kati ya wapiganaji wa Wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo na vikundi vya kujilinda vya Twirwaneho wa shirika wa AFC M23. Mapigano yanafanyika Rugezi katika eneo la juu la Minembwe, mtaa wa Fizi, jimboni Kivu Kusini. Maelezo naye Jospin Hangi. Kulingana na duru za usalama, hii ni siku ya pili mfululizo ya mapigano. Asubuhi ya Jumatatu tarehe 9 Juni mwaka huu, mapigano makali yameonekana tangu saa 6 asubuhi katika vijiji vya Timbyangoma, Mangojeo, Kwa Sabuni, Bandinzi na Bialere katika sekta ya Mutambala wilayani Fizi, alisema chanzo cha usalama kutoka Kivu Morning Post chini ya kivuli cha kutotajwa. Chanzo chetu kinaeleza kuwa mapigano haya kwenye barabara ya Rugezi yanahusisha Wazalendo wa CPLC-FAB dhidi ya muungano wa M23 AFC Twirwaneho. Jumapili mapigano yalizuka kati ya pande hizo mbili wakati wa sherehe ya Pentecosti na kusababisha hofu katika eneo hilo. Kwenye ardhi adui yupo katika hali mbaya, Wazalendo shujaa wa CPLC-FAB wanajitahidi vizuri, aliongeza chanzo hicho. AFC M23 bado haijajibu kuhusu mapigano haya. Mwanzoni mwa Juni, kundi hilo lililaumu washambulizi yanayoendelea kwenye barabara ya Rugezi na maeneo ya jirani yaliyokuwa yanaelekezwa kwa jamii ya Wanyamulenge. Tangu zaidi ya mwezi mmoja sasa, serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanazungumza huko Doha, Qatar. Wakilishi wa AFC M23 wametoka kwenye meza ya mazungumzo wakilaumu serikali ya Kongo kwa kukosa uaminifu. Serikali ya Kongo bado haijajibu na hakuna mawasiliano rasmi yaliyotolewa na mpatanishi. Hata hivyo, vyanzo visivyojulikana kutoka pande zote mbili vinasema kuwa mpango wa makubaliano umewasilishwa kwa AFC M23 na kwa serikali ya Kongo, ambayo inadai kundi la AFC M23 kutoka miji fulani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapiganaji wa AFC M23 wamefanikiwa kuwafukuza wapiganaji wa Wazalendo wanaoshirikiana na FDLR katika mji wa Nyamilima katika eneo la Binza mtaani Ruchuru hii leo tarehe 9 Juni 2025. Shughuli za kijamii na kiuchumi zilisimama mapema asubuhi. Wanafunzi walikimbia madarasani kutokana na milio ya risasi za zito na nyepesi. Mtoto mmoja ameuawa katika shambulio hiyo kulingana na mkaaji mmoja wa Nyamilima. Nyamilima tuliamka vizuri, ila ilipofika vipande vya saa 3 za asubuhi tulisikia milio za risasi ndani ya mji, tulisikia milipuko ya mabomu huku na kule. Waasi wa Maimai walishambulia wapiganaji wa M23
ambao wanamiliki eneo kwa sasa. Mapambano yaliendelea, ila kwa sasa utulivu mdogo umeonekana kurejea, huku mabandia wakirudi maporini walikotoka. Watoto walikuwa wameenda tayari shuleni, huku wafanyakazi wakiendesha shughuli zao. Ila milio za risasi zikaleta changamoto kubwa na changanyiko. Shule zilifunga, kazi zote zikasimamishwa. Duka zilifunga, soko zikafunga, kila kitu. Ilikuwa ndani ya saa moja hivi. Changamoto hilo ilikuwa kubwa, ila kwa sasa hali imerejeshwa kama kawaida. Mpinzani Martin Fayulu ameweka wazi maono yake ya kambi ya taifa katika hati iliyowekwa rasmi tarehe 9 Juni 2025. Anasisitiza kuwa kulingana na kifungu cha 63 cha katiba, kila Mkongomani ana haki na wajibu wa kulinda nchi na umoja wake wa eneo katika hali ya tishio au ya uvamizi wa nje. Maelezo naye Blaise Basabose. Kwake Martin Fayulu, kambi ya utaifa ni mawazo ya umoja na uzalendo. Amesema kuwa DRC ni nchi moja na haiwezi kugawaniwa. Anataka kila Mkongomani asimame kwa ajili ya nchi, apige maadui wa nje na aseme hapana kwa mapigano ya kugawa nchi. Martin Fayulu alisema kila Mkongomani anapashwa kutetea nchi yetu, kulinda mipaka yake na kupinga uonevu wa uingiliaji wa wageni. Pia kuna hitaji amani, haki na heshima kwa taifa letu. Tarehe 5 Juni mwaka huu, Martin Fayulu alikutana na Rais Tshisekedi huko Kinshasa. Alipendekeza kuunda kambi ya taifa ili kusaidia mshikamano wa kitaifa, akipendekeza pia kufanywa kwa mazungumzo na viongozi wa dini na maaskofu wa Sanko na wachungaji wa SSC, lakini si wote wanaokubaliana naye. Jean-Marc Kabund alisema kuwa huu ni mkakati mbaya, inaweza kuongeza matatizo badala ya kuyamaliza. Foundation ya mchungaji Kashira ilizindua mradi wa Umama Solidarite Jumamosi iliyopita huko Goma ili kuwasaidia wanawake wenye matatizo. Mradi huu unatoa mikopo ya $50 hadi 100 kusaidia wajane na wanawake katika hali ngumu. Wanaofaidika na msaada huo, ambao ni wanawake wa familia, wanatumia mikopo hii ili kuendelesha biashara zao na kutunza familia zao. Vraiment, avant ya kusema wenye tutatumikisha amo, tunasema kwanza merci kwa hii acte yenye anafanya. Mungu amubariki sana. Vraiment, hii fondation Mungu aendelee kuizidishia. Inatukumbuka mama yenye tuko difficile sana, mama yenye watu baguma tunajiuliza hata kupata bui ya watoto iko vigumu. Mungu anamtumikisha, anatukumbuka mai mama yenye iko difficile. Vraiment naye Mungu aendelee kumubariki na kumuzidishia, na hii fondation iendelee mbele kabisa, isipunguki wake. Hii jamaa atuka Mungu aendelee kuikumbuka na kuibariki. Depuis ninazaliwa ndio mara ya kwanza mimi nakamata msaada, na hii mimi naona ni Mungu alipenda na banatumika na Mungu, kwa sababu mimi naendaka kujiandikisha hata kulomba hata makuta kubanki na Mungu anakatala kwangu. Bali tukamacha kwa makanisa, walituita, baba mchungaji alituita msaada, tupate msaada. Kumie mimi naongezea kidogo yenyewe niko nayo par rapport na mfuko wangu niko nayo, na ni neema kuipata hii, kwa sababu nilikuwa nishakosa nipate nyingine ya kuongezea kama na hii wapi. Lakini kilio yangu ilikuwa hata nipate hata 100 de plus. Hii yenye anafanya ni moya kwanza ya hapa. Mungu ambariki. Mimi nauzisha makayabu, samaki ya chumvi, paso sale, je mimi nauzisha, na nina imani Mungu atabariki, tutakuwa baaminifu. Tunashukuru sana kwa hiki kitendo huyu baba anatufanyizia maudada.
maana hakuna konvasio yoyote. Wengine walikuwa wanatupatia kazo zamani wanalomba tutie intere, lakini hivi hakuna intere. Tunashukuru sana 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 na Mungu amubariki. Lakini ingelikuwa heri babangu utuongezee kamonta kasogee yulu kadogo. Muda mwingine wakati tutamaliza hii tunaweza taka tupate hata desa ndio tuangalie kama tutapata kazi kutumika mzuri na vitu vinatembea vizuri sana. Bala tuambia tukamaliza watatupatia ingine. Jumbe yenye niko nayo kwao, hii upendo endelee isiishie hapo. Na Mungu awabariki sana 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 sana. Antuka tunashukuru kwa hii kitu. Mikopo hiyo inalipwa kwa awamu 5 za $10 bila faida. Inaruhusu ufadhili wa mikopo mpya kwa wanawake wengine. Jenerali Kanold Kamana, kamisheni wa zamani wa polisi ya kitaifa ya Kongo Wasid Ubangi, amekabidhi madaraka kwa mrithi wake Jenerali Safari Kazungufu. Baada ya sherehe hiyo, Kanold Kamana ambaye sasa ni mkurugenzi wa idara ya masomo na mpango wa PNC alimsaidia mrithi wake kutembelea mji wa Jemena Jumapili tarehe 8 Juni mwaka huu. Waliangalia maeneo yanayojulikana kwa uhalifu ili kuboresha usalama wa raia. Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi amewasili Kolwezi leo hii tarehe 9 Juni 2025 ili kuongoza mkutano wa 12 wa magavana utakaofanyika kuanzia tarehe 10 hadi 13 Juni 2025. Gavana Fifi Masuka amehakikisha kuwasili kwake na amewaalika wa raia kumpokea kwa furaha. Tangu Jumamosi tarehe 7 Juni, mabildozer za hoteli ya jiji la Kinshasa zimeanza kubomoa mijengo yote isiyo halali iliyojengwa kwenye njia la Ngaliema. Mpira ulianza tena Goma baada ya kusitishwa kwa muda wa miezi 5 kutokana na vita. Mashindano ya amani yalizinduliwa tarehe 9 Juni katika uwanja wa mchezo na viongozi wa AFC M23, yakivutia mashabiki wengi. DC Virunga na AS Kabasha wameingia nusu finali baada ya ushindi wao. Ni mwisho wa taarifa hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako. Kwa heri.